Ni al-aswaq, ni pale masokoni. Masokoni huwa mara nyingi kuna watu sampuli tofauti. Kuna baadhi ambao kwamba wanafanya khiana ndani ya soko kama lile. Kuna wengine wenye kuja kuiba pale sokoni. Yani alhasil, utapata soko ni sehemu uliojaa kila sampuli ya watu, lakini masajid ni mtu tangu aingie mpaka kutoka kwake upata thawabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ikiwa tumefika sehemu kama hapa, huwa mara nyingi huwa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tawfik ya Mola Subhanahu wa Ta'ala anampa yule ambao kwamba yamtaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akona taufiki yake. Taufiki ni kuafikiwa mtu kufanya jambo la khairi, si ya kwamba ile jambo la khairi huwa mtu kama yule ameitoa katika nafsi yake, bali Mwenyezi Mungu ndio wamfikia akaifanya lile khairi. Sasa ukiona umefika msikitini, si ujanja wako wala si uwerevu, bali ni taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile tunamtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu Bwana Mtume ndio masdar ya khairat, ndio chanzo cha khairi zote, ndio muallim ambao kwamba alikuwa amefundisha mambo kama haya. Na alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiketi na maswahaba. Kuna siku Mtume sallallahu aliketi na maswahaba baada al-fajr, akawazungumzia maswahaba, hawakusinzia hawakutoka mpaka dhuhuri, wanazungumziwa tu. Baada dhuhuri wakaanza tena mpaka alasiri, wanazungumziwa tu. Hakuna sahaba katika riwaya tuwapata kwamba alisinzia wala alikuwa ameinuka kutoka nje. Baada ya alasiri wakazungumziwa tena mpaka magharibi. Subhanallah, yani mchana mzima walikuwa wakizungumziwa. Sasa katika wale waliokuwa pale wanasema ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hiyo siku alizungumza mambo yote mpaka mambo ya mwisho yaumul qiyama akayazungumza yote. Lakini utaona maswahaba radhiallahu ta'ala anhum walikuwa wana utulivu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni katika masala ya kwamba Bwana Mtume Muhammad ndio masdar, ndio chanzo. Kila kitu kizuri katika Uislamu ama katika ulimwengu aloleta ni Bwana Mtume. Hii ubinadamu ambao kwamba tunaiona, humanity ambao kwamba inatakikana kwa kila moja, huwa Mtume sallallahu ndiye ameileta. Kwa sababu zamani ilikuwa hakuna ubinadamu, watu walikuwa kama wanyama, bali ilifikia wale maswahaba kabla kuslimu, wengine wakizika watoto wao wa kike, kwa sababu ni aibu mtu kupata mtoto wa kike zama hizo. Sasa ikawa si kawaida na si ubinadamu, lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja vile alivyotuambia, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia innama bu'ithtu, hakika si lingine, mimi nimetumilizwa, nimeletwa katika umma wangu liutammima makarimal akhlaq, ili nitimize na nifanye iwe ni sawa ile akhlaq ya watu. Kwa sababu watu walikuwa wameharibika, wanawake walikuwa hawana haki yao, wale wanyonge walikuwa hawathaminiwe katika mujtamaa, watoto walikuwa hawana haki. Lakini Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amekuja kuondoa dhulma zilizokuwa zikifanywa baina ya wanawake, na dhulma walikuwa wakifanyiwa watoto wa kike, na dhulma walikuwa wakifanyiwa wale wanyonge, mpaka ikawa watu wanaishi kwa amani. Ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe
amemsifu Bwana Mtume Muhammad kwa tabia yake iliyokuwa ni nzuri. Na utaona malengo ya Ramadhani, kuna malengo ya Ramadhani katika nafsi ya mtu, na kuna malengo ya Ramadhani baina ya mtu na mja wake. Malengo ya Ramadhani ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nafsi ya binadamu, tusiende katika masala za Mwenyezi Mungu mwanzo, yani mtu anapata faida gani akiwa amefunga mtu kama yule. Tuangalie Bwana Mtume Muhammad anatuambia sumu taswihu, fungani ile mwezi wa Ramadhani, ama siku yoyote wewe funga, utapata afya. Mtu akifunga huwa na afya. Utaona mtu yani mwaka mzima ikiwa atakula, ndio utaona maradhi mengi yanatokamana na kula. Mtu akiwa yuala sana, maradhi yake yanakuwa ni mengi sana. Ndio utaona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoletewa zawadi ya mtumwa na yule daktari, lakini zile zingine aliziregesha. Aliregesha nini? Aliregesha daktari, lakini masala za mtumwa alimchukua. Tuangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam, mbona aliregesha daktari? Akasema ya kwamba nahnu qaumun la naakulu hata najua wa idha akalna la nashba. Akamwambia daktari, we rudi, kwa sababu sisi ni watu ambao kwamba hatuli mpaka tuhisi njaa. Yani mtu akikula juu ya shibe huwa ni maradhi. Lazima mtu ile digestion ifanyike, imalizike katika tumbo, ndio mtu tena akule tena. Sasa mtu ikiwa atakula baada ya madakika fulani tena akala, ikawa ile digestion system yake katika mwili haifanyiki kwa uzuri, anaweza kuwa na maradhi makubwa sana. Sasa ikawa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia yule daktari, sisi ni watu ambao kwamba hatuli, la naakul, hatuli hata najua, mpaka pale tunapohisi njaa ndio tuala sisi. Na pia tukikula, wa idha akalna la nashba, tukikula pia hatukuli mpaka mtu ashindwe kupumua. La, tunakula kwa kiasi, kwa sababu tumbo imegawanyika sampuli tatu. Kuna sehemu ya chakula, kuna sehemu ya maji, na kuna sehemu ya hewa. Sasa mtu ikiwa yeye atakula chakula akajaza sehemu ya hewa, akajaza chakula sehemu ya maji, akajaza chakula sehemu ya chakula, kumejaa chakula, mtu kama yule maradhi yake yanaweza kuwa ni makubwa sana. Sasa ikiwa Ramadhani mtu atafunga, kuna afya anapata katika mwili wake kuanzia asubuhi mpaka jioni, akawa mtu amefunga anapata afya, na atakuwa ni mtu ambao kwamba afya yake itakuwa ni nzuri zaidi. Ndio hii ni faida ya mtu kufunga, tofauti na ibada. Ibada itakuwa katika ibada, kwa sababu hakuna ibada yoyote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta isipokuwa ina faida katika nafsi ya binadamu na katika masala za ibada Mola Subhanahu wa Ta'ala. Faida ambayo kwamba inapatikana baina ya mtu na Mola wake katika kufunga ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yani mtu akiwa amefunga atapata uchaji Mungu, kwa sababu mtu akifunga mwanzo atawacha chakula, atawacha kunywa, na kuwacha hizo vitu vyote atahifadhi viungo vyake. Bimaana viungo saba ambao kwamba huwa tunazijua, viungo saba zile ambao kwamba imekuja katika hadithi ya kwamba mtu azihifadhi, atazihifadhi zile viungo. Kama macho, atakuwa hawezi kuangalia sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha. Masikizi, hawezi kusikia mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hayuko radhi nazo. Yani viungo saba vyote ambao kwamba zimekuja katika hadithi, atakuwa ni mwenye kuzihifadhi zile viungo. Na hiyo ndio takwa, kwa sababu takwa ni kitu ambacho kwamba katika moyo wa binadamu.
Sasa faida zote ambazo kwamba ziko katika Ramadhani ni faida ambayo kwamba inarudi kwa mtu mwenyewe alofunga. Na malengo ya Ramadhani ni makubwa sana, kwa sababu hakuna kitu ambacho kwamba inaingiza watu katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kama uchaji Mungu, na hakuna mtu atakuwa ni mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu isipokuwa ni yule ambao kwamba atakuwa ana uchaji Mungu. Inna akramakum indallahi atqakum, yule ambao kwamba ni mtukufu mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambao kwamba ana uchaji Mungu. Ikiwa uchaji Mungu wake iko juu sana, huyu ndio atakuwa ni mwenye kuwa na ukaraba na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Leo tuko na hadithi ambao kwamba tunataka kujua nini wema. Wema ni nini? Wema tukitafsir ni Kiswahili ambao kwamba inatumika sana. Wema ni chochote ambacho kwamba sisi tunajua ni kitu ambao kwamba ina manufaa na mtu mwenyewe ama mtu mwingine. Yaani ukinitendea kitu nitakwambia umenitendea wema kwa sababu ile kitu ulioniambia ama ulionifanyia ina manufaa kwangu mimi. Ama ukinifanyia kitu ya shari nitakwambia umenifanyia uovu. Sasa wema ni nini? Tukuje kwa Mtume Muhammad kwa sababu ndio mwalimu wetu. Tumuulize, ya Rasulullah, mal birru, wema ni nini? Ama ni hivi ambavyo kwamba sitwaifahamu? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya leo anatuambia albirru husnul khuluq, wema ni tabia nzuri. Ukisikia wema ni tabia nzuri, mtu akiwa anayo tabia nzuri, huyu ni mtu ambao kwamba anafanya wema. Tabia nzuri ni tabia aina gani? Tabia nzuri ni tabia yoyote ambayo kwamba wewe ukifanya utaona nafsi yako imetulia na ukafanya ile kitu, yani ikawa ni dhahir. Yani mfano umefanya kitu uko hii jambo hata mtu akiniona itakuwa ni sawa tu. Kama swala mfano, ukiswali wewe utaona hata ukiswali wapi utaona ni sawa kwa sababu swala ni kitu kizuri. Lakini lao utaenda kufanya zina, ni kitu ambacho kwamba unaifanya lakini upendi watu wakuone, ndio utaenda utongoja usiku, utatime sehemu hakuna watu. Yani lazima utakuwa unaifanya kitu lakini unasikia katika moyo wako haujatulia. Hii bimani inaonyesha ni tabia ovyo, si tabia nzuri. Tabia nzuri ni kile tabia ambayo kwamba unaona ukiifanya moyo wako imetulia, hapo ndio tabia nzuri. Na hakuna kitu ambacho kwamba inatakikana katika binadamu kama tabia nzuri. Tabia nzuri ndio inafanya mtu akawa anaheshimika. Ikiwa mtu tabia yake ni mbaya, ataheshimika mfano wa kuheshimika lakini kwa sababu ya kuepuka shari yake. Kuna mtu anaheshimika kwa sababu ya shari, yani labda ni mtu katili. Sasa lazima utakuwa ukimwona unamheshimu, unamsalimia, lakini kwa sababu gani? Hutaki shari yake, umpendi kwa moyo lakini utamwonyesha bashasha katika uso kwa sababu shari yake unaogopa. Lakini kuna mwingine atapendwa kwa sababu ya tabia yake njema, tabia nzuri. Na utaona zamani wale waliokuwa wakisoma, iwe ni shule ama institution yoyote walikuwa kisoma, kulikuwa na report. Ile report unaandikiwa ile characters zako katika shule. Kama ni rude unaambiwa pale huyu kijana asikii. Sasa ukipeleka shule, ukipeleka sehemu yoyote ama kwa babako, yeye hata kuangalia marks, ile marks yako katika shule, la, anakuja kuangalia comment, huyu mtoto shuleni yuko vipi. Akisoma pale anapata huyu mtoto kumbe kule shuleni asikii huyu, ndio ataanza kuambia bana hata marks ambayo kwamba umepata lakini we mjeuri. Lakini hii kitu ilikuja kuondolewa, ikawa mtu anaandikiwa marks zake na natija yake vizuri, kisha unapewa ile report. Huyu mtu anasoma pamoja na tabia yake ovyo, anakuja kuwa ni daktari.
ni daktari lakini tabia yake ni mbovu. Daktari na tabia yake ni mbaya, ndio utapata anatibu watu kisha anakuandikia madawa ambayo kwamba sio, kwa sababu tabia yake tangu aanze kusoma tabia imekuwa ni mbaya. Sasa leo amekuja kuwa ni daktari, hajui kama hii ni kazi ambayo kwamba naifanya, lakini huyu ambaye kwamba anamfanyia ni kiumbe cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ataangalia, je, mimi faida yangu katika daktari wangu nini? Sitaki kujua kama utapona ama hautopona. Ndio utaona wale waliokuwa kabla yetu sisi madaktari, wale watu ambao kwamba walikuwa wakifanya kazi ambao kwamba iko katika serikali, walikuwa ni watu lazima katika mazungumzo yao ama kazi yao itakuwa inaenda sambamba na ile kitu anaofanya, kwa sababu ilikuwa mtu hawezi kufanya ujeuri katika shule, lazima awe na tabia nzuri, kwa sababu kesho sehemu anaoandikiwa ataandikiwa ya kwamba wewe ni mtoto mzuri. Na ukienda kupeleka certificate yako kuomba kazi, walikuwa wakiangalia ile ya primary ulikuwa woski, ulikuwa ni mtoro, siku moja unakuja siku nyingine uji, wanajua kazini pia utafanya hivi hivi. Sasa tabia nzuri ni tabia ambayo kwamba inafanya mtu anakuwa na heshima, na tabia nzuri ndio kitu ambacho kwamba inaingiza watu katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliketi na maswahaba akamuuliza, je, ni wasijulisheni kitu ambacho kwamba inaingiza watu sana katika pepo? Maswahaba walikuwa na pupa sana, walikuwa na pupa ya kujua ni kitu gani ambacho kwamba tukifanya tutaingia katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi akamwambia vitu viwili peke yake. Ilikuwa jawabu ambao kwamba sisi tungesema ni mtu ambao kwamba anaswali sana ama yuafunga sana, lakini Mtume sallallahu alayhi akamwambia ya kwamba takwa Allah, cha kwanza ni kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ya pili akamwambia wa husnul khuluq, tabia nzuri, kwa sababu Uislamu inaenda na tabia. Uislamu inaenda na tabia ya mtu. Hakuna Muislamu ambao kwamba anafundishwa ya kwamba yeye akuje auwe watu. Hakuna Muislamu ambao kwamba amefundishwa kutukana watu, kwa sababu mtume wake hajamfundisha hivyo. Ukiona anafanya hivyo, yuwafanya kwa hawa yake ya nafsi, bali si Uislamu imemwamrisha wala kumfundisha hivyo. Uislamu ni tabia. Ndio utaona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wangapi na wangapi waloslimu kupitia tabia bwana Mtume, tabia tu, bila kuambiwa ya kwamba Uislamu ni kadha wa kadha. Walikuja wakiona Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kama ile kisa ambapo kwamba tunaambiwa yule nyanya ambapo kwamba Mtume sallallahu alimsaidia kubeba kuni mpaka nyumbani kwake. Alipofika kwake yule nyanya akaenda kumuhusia, hajui kama ni mtumi, lakini anamuhusia, anamwambia, kijana, vile nimekuona wewe ni kijana mzuri, umenisaidia kubeba mzigo mpaka hapa, lakini kitu nakwambia, kuna kijana mmoja hapa katika mji wetu wa Maka anaitwa Muhammad. Huyo kijana amekuja kutofautisha watu wasikilizani, lakini nakuomba huyo kijana usiketi naye karibu, keti mbali na huyo kijana. Basi yule Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamuuliza, je, huo Muhammad wamjua? Asema simjui. Akasema ni mimi. Akasema kama ni wewe, watu kumbe wanadanganya, na mimi kuanzia leo mimi ni Muislamu. Akashuhudia. Kwa sababu ya nini? Tabia ya bwana Mtume. Tuangalie watoto wetu leo, tabia walokuwa nayo. Wale wazee, unaambiwa mzee ukimpata njiani, kama wewe ni mtoto, uwe na tabia nzuri na yeye, umsalimie, usitembee mbele yake, usije ukampiga makumbo. Lakini tuangalie leo watoto, wazee wamekosa, yani hata ni kitu ya kusema, mpaka wazee wamechoka siku hizi, wanaangalia tu, kwa sababu watoto hawasikii. Mtu mzima atakuwa yuzungumza, mtoto ndio azungumza kuliko yeye. Sasa unashangaa ni nani mkubwa hapa?
Wazee wako njiani, amebeba mzigo mkubwa, mtoto ana nguvu nzuri ambao kwamba anaweza kumsaidia mtoto babu kama yule ama mtu mzima yule, lakini asimsaidie. Kwa sababu gani? Hamjui. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha tabia nzuri. Sasa tabia nzuri ndiyo wema, na tabia nzuri ndiyo takwa, na tabia nzuri ndiyo kitu ambacho kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitumilizwa, kama tulivyosoma hadithi mwanzo kule, tukasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, hakika mimi nimetumilizwa kutimiza na kuhakikisha tabia ya watu kukuwa ni nzuri. Na faida ya tabia nzuri ni mengi sana, na hasara ya tabia ovyo pia ni mengi sana. Tabia sehemu yoyote ukiona maendeleo yake iko chini, maendeleo ya kiulimwengu ama ya kidini, ujue tabia ya wale watu si nzuri. Na tabia ikiwa nzuri, maendeleo ya kiulimwengu pamoja na kidini itakuwa iko juu. Mfano, tuangalie miji ambazo kwamba zimeendelea, lazima kuna tabia nzuri, yaani watoto watasoma tabia nzuri na watakuwa wana tabia nzuri. Ikiwa tabia yao labda mtoto mdogo miaka 18, miaka 17 ashaanza kula miraa, yuwavuta mabangi, yuwalewa, siku gani huyu mtu atakuja kufaidika katika maisha yake? Kwa sababu akishaanza kufanya hivi, hata masomo yake, hata natija yake ya mbele ameshaharibu. Lakini tabia ikiwa ni nzuri, mtu kama yule atakuja kunufaisha watu katika mujtama, na atakuja kunufaika ye mwenyewe kupitia ile tabia yake ambayo kwamba ni nzuri. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alasema, albirru husnul khuluq, wema ni tabia ambayo kwamba ni nzuri. Walhithmu, na ile ithmu ni madhambi. Madhambi akatwambia mahaka fi nafsi, ni kitu ambao kwamba imekuja katika nafsi, lakini ukaona ya kwamba mimi sitaki kuonekanwa. Yani mtu anaweza kukuuliza, je, wema ni nini na ovu ni nini? Malipo ya wema ni wema na malipo ya ovu ni ovu. Sasa ovu ni nini na wema ni nini? Hadithi imeshatuambia kwa ufupi ya kwamba wema ni tabia nzuri, na kitu ambacho kwamba ukifanya unataka watu wakuone. Ni kama mtu akienda kutoa kitu chake kumpatia mtu kama sadaka, yani kitu yeye hataki, yani katika nafsi yake si kitu ambacho kwamba inamtia wasiwasi. Mtu akienda kuswali si kitu ambacho kwamba inamtia wasiwasi. Lakini ithmu, madhambi, ni chochote ambacho kwamba ukifanya hutaki watu wakuone. Ukiona watu wanakuona unajificha, unajua hapa hii ni madhambi. Si lazima uambiwe madhambi sijui ni hivi, ni hivi, ni hivi. Ukiona chochote ambacho kwamba utakifanya, ukaona hapa sitaki nionekanwe, basi hiyo ndio dhambi. Na ukiona kitu ukifanya moyo wako umetulia na wataka watu wakuone, hiyo ndio wema. Sasa kwa ufupi utaangalia chochote ukifanya, angalia sasa mimi nikifanya ni vipi? Sasa ukifanya kama ni nzuri, we mwenyewe utajua. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia mu'min ni mtu aina gani? Anatuambia idha sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Anasema Mtume, idha sarratka hasanatuka, ikikufurahisha wewe mema yako, yani umeswali ukasikia raha, umefunga ukasikia raha, umetoa sadaka ukasikia raha, yani mema yoyote ukifanya ukasikia raha ya kuifanya, kisha wasaatka sayiatuka, na ikakuchukiza na ikakukera maovu yako, ukawacha swala, ukaona hii mbona nimewacha swala, ama umeiba ukaona yani ile kitu inakukera katika nafsi, mbona mimi nimeifanya, ukawa na nafsi lawama. Anasema fa anta mu'min, basi wewe ni mu'min. Tofauti na mtu ambaye kwamba akifanya wema usikia ovyo, yani mbona nimeifanya. Unajua kuna watu wako hivyo,
Akikuja katika swali, hii swali itaisha saa ngapi? Watu watoke msikitini. Akienda katika kisomo cha nini, mbona huyu bana anarefusha bana, siafanye haraka. Yani ile kitu inamkera, mema yake inamkera. Kisha ovu inamfurahisha. Awache swala nasikia raha. Kusengenya nasikia raha, hataki kuacha. Kuiba yasikia raha akiiba. Basi mtu huyu si muumini. Muumini ni mtu ambaye kwamba akifanya wema afurahika na wema wake, na akifanya ovu anaudhika na ile ovu. Huyu ndio muumini. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, yoyote ambaye kwamba man kana yasilaha wa huwa yabki wa huwa yadhak, yoyote ambaye kwamba ataasi Mwenyezi Mungu na yuacheka. Kwa sababu mimi naona masia yote watu wa kiasi wanacheka tu. Si rahisi mtu akiasi Mwenyezi Mungu na yuko yualia. Mtu akienda kuzini yuasikia raha, akienda kuiba, akishaiba basi alhamdulillah ameiba yuasikia raha. Mtu yani kila kitu ambao kama ni kiovu mtu akifanya huwa anasikia raha sana. Lakini tunaambiwa akiwa anafanya hivi siku ya kiyama ataingia motoni ikiwa yualia. Bimaana tufurahike tunavyofurahika katika maovu yetu, lakini kuna siku ambapo kwamba yale maovu yatakuwa ni maangamivu na ikawa sitwalia kwa sababu yale maovu. Yatakikana binadamu achunge sana katika zile vitendo vyake, kwa sababu vitendo vile ndio zitampelekea katika moto wa Jahannam, na vitendo vile vile ndio zitampeleka katika nini, katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu tunaambiwa adunia ni mazra'atul akhirah, dunia ni makulima ya akhira. Zile vitu tunazozifanya hizo, swala, saumu, fitna ambao kwamba tunazifanya, kusengenya ambao kwamba tunasengenya, kuchukua mali ya watu ambao kwamba tunachukua, hiyo tunalima na hakuna kitu ambao kwamba itafichika. Sasa kesho ya Kiyama tutazivuna zote zile ambao kwamba tumezilima. Ikiwa umelima kheri itakuwa ni kheri, ikiwa ni shari itakuwa ni shari. Muhimu katika hadithi ya leo tunaambiwa ya kwamba wema ni tabia nzuri na madhambi ni tabia mbovu ambayo kwamba unafanya ukaona watu wakikuona utaona ya kwamba hawataki, ama we mwenyewe utaki wakuone. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamwomba tujalie ni wenye kusikiza na wenye kufuata, atuafikie tuwe ni wenye kuwa na tabia nzuri katika mujtama, na tabia ovu ambao kwamba Mwenyezi Mungu wako radhi nao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamwomba atuepushe na tabia kama hizo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.